Jimbo la Ndanda bado tuseme jimbo changa. Ndio. Lakini lilikuwa katika jimbo kubwa zaidi hapo siku za nyuma. Lakini vile ulivyolikuta na unavyoliona sasa, ni nini haswa ambacho unaweza kusema kwamba hiki nimefanya kazi? Kwenye jambo la kubwa ambalo linanipa furaha sana ni kuona kwa mfano kwenye sekta ya maji. Ndio. Tumeweza kufanikiwa, na wakati tunaanzisha jimbo la Ndanda upatikanaji wa maji ulikuwa chini ya 30%. Lakini hivi leo baada ya kipindi cha miaka 5 ya uongozi wangu wa sasa, zile mbali pale mwanzoni, sababu nimekuwa mbunge wa jimbo la Ndanda wa kwanza nikitokea upande mwingine, lakini sasa hivi nimekuwa tena mbunge nikitokea Chama cha Mapinduzi. Tumeweza kufanikiwa kupata huduma ya maji kwa zaidi ya 76% maji yanapatikana. Kwa mfano tu malengo yalikuwa ni kuhakikisha tunachimba visima walau 50. Ndio kwenye manifest ilikuwa nasema hivyo, kwenye vijiji vile vilivyopo kwenye maeneo ambako hatuna vyanzo vya maji vya tiririka. Kwa hiyo tumelazimika kuchimba visima virefu, na tumefanikiwa kupata visima virefu zaidi ya 30. Kwa hiyo ndugu zangu walioko Ngalole, walioko maeneo ya Majani, lakini pia kata ya Mlingura, kata ya Msikisi, pamoja na kata ya Matutu yatakuwa mashuhuda, pamoja na kata ya Chiwale. Tumefanikiwa kupata visima virefu kwenye maeneo hayo. Nilikuwa na marafiki zangu kutoka Marekani, Texas, walitusupport kupata visima zaidi ya 10. Lakini pia tulipata ufadhili pia kutoka serikali ya watu kutoka Arabuni actually. Na kwenye tumefanikiwa kupata visima zaidi ya 10 baadhi ya maeneo. Lakini pamoja na hivyo, serikali kuu nayo imewezesha kupatikana visima zaidi ya 10, na sasa hivi vinaendelezwa. Japokuwa kuna baadhi ya maeneo havijakamilika, lakini kwa kifupi vingi vinatoa huduma ya maji ili kuweza kuwapunguzia wananchi kero ya maji wanayopata. Tulichimba visima maeneo ya Masiku, na kwa kweli tumefanikiwa sana, na hivi karibuni kisima chetu cha Masiku wameshafunga pampu, lakini bado tunakusudia kupeleka umeme eneo hilo. Tunao mradi mkubwa wa maji unaotekelezwa pale Nambawala kwa ajili ya matumizi ya Nambawala A na B, zaidi ya shilingi milioni 550 kwa ni pesa ya serikali. Na baada ya mimi kupata nafasi ya kusema, tulijaribu kuongea na waziri na kumweleza hali halisi iliyoko pale. Na sasa hivi mradi ule unafanya kazi, japokuwa sio kwa ukamilifu kabisa kama alivyosema. Tumeweza kutekeleza kwa walau 85% kwa maana ya ilani, lakini pia upatikanaji wa maji kwa walau 76%. Na jana nilikuwa kwenye mkutano Nambawala, nilipokea pale Mpanyani, kata ya Mpanyani, nilipokea pale hoja kutoka kwa wananchi kuhusiana na swala la kupeleka umeme kwenye chanzo cha maji cha kilichopo Nambawala, ili tufunge pampu kubwa, sasa huduma ya maji patikane wakati wote. Na nimeshaongea tayari na meneja wetu wa maji wa wilaya, amesema jambo hilo analifanyia kazi, na leo hii aliniahidi atapeleka barua TANESCO kuomba wakakague na kuona gharama nzima za kuvuta maji kwenye chanzo cha maji cha Nambawala. Tunao mradi mwingine pia wa maji mkubwa ambao ulikamilika mwaka 2017-18, mradi wa Liloya Mwena. Mradi huu unatoa maji kwenye kata ya Mwena, Chikundi, Chigugu, Chikukwe, na Chikukwe ni yetu ni kufikisha maji paka Liloya juu. Jambo ambalo limekuwa kidogo lina usumbufu, lakini hata hivyo tumeongea na mkurugenzi wa Manawasa hapa Masasi, na tumekubaliana kwamba watapeleka maji kwenye lile bomba la zamani la Mkapa ili kuweza kufikisha huko maji. Kwa bahati mbaya sana maji yetu ni tiririka. Kwa hiyo wakati wa mvua huwa tunapata maji machafu. Lakini ni kufahamishe tu, tumefanikiwa kupata pesa kutoka serikalini zaidi ya shilingi milioni 350, na mradi huo umeanza kutekelezwa kwa ajili ya kutakasa maji kwenye chanzo chetu cha maji cha Mwena. Tunao mradi mwingine ambao tumetekeleza mkubwa kabisa wa maji huko Ndanda, na wenyewe pia tunapata maji ambayo si masafi sana, hasa zaidi wakati wa mvua, kwa sababu yanatokea upande wa vilima vya Makonde, na tunafahamu kule kuna udongo mwekundu, kwa maji yetu yanakuwa machafu. Lakini ni salama, isipokuwa tu sio masafi, na kwenyewe tutakwenda kushauri serikali tuweze kupata chujio hapo utakapokuwa umekamilika mradi huu. Tunao mradi mwingine mkubwa kabisa wa maji na Nganga, na maji yanapatikana kwa sasa, japokuwa sio kwa uhakika sana, kunahitaji maboresho, na hivi karibuni tayari tumepata pesa zingine kwa ajili ya kukamilisha kutekeleza mradi wa maji pekee utakuwa kwenye kata ya Nango, na vifaa tayari vimeshapelekwa. Lakini sasa hivi Rukuledi tunapata maji hata kama sio kwa uhakika sana, kama nilivyosema ni 76%, lakini maboresho yanaendelea kufanyika. Hali iko hivyo kwenye kata nyingi. Kata ya Chiwale nako tulifanikiwa kuchimba visima kwenye kijiji cha Nansinji, lakini pia tumechimba kisima kingine ambako hicho kisima cha Nansinji sasa maji yanatoka, na ni maji masafi kabisa, mazuri na ni baridi. Lakini pia tumechimba kisima kingine kwenye kijiji cha Magalo, ambacho nacho kinatoa akianza kutoa maji, lakini serikali wametuahidi watatuletea pampu kwenye eneo hilo ili wananchi wa pale waweze kupata maji. Tunayo shida kidogo
Kata ya Chiwale tunategemea maji kutoka ardhini. Na kwa sababu ya hali ya pale, manake tunapata maji ya chumvi mara nyingi. Lakini kutekelezwa kwa mradi umetoa ushauri mara mbili serikalini. La kwanza kabisa, mradi huu wa Mbwinji ambao unakwenda na Chingwea, tuweze kujenga tenki, na serikali imeshapitisha bajeti ya kujenga tenki maeneo ya Lukuledi kwa ajili ya kutaka kupeleka maji kwenye upande wa magharibi, hasa zaidi kwenye kata ya Chiwale, kiwezekana na kata ya Mpanyani, kwa maana ya kupitia Nambawala pamoja na Mihima. Lakini malengo ya mwanzo ya serikali yalikuwa ni kutoa maji Ruvuma, ule mradi mkubwa unaotekelezwa wa miji 28 kule Ruvuma kule na Nyumbu. Utakapokuwa umekamilika, inawezekana tukapata extension na kupeleka maji maeneo ya kata ya Msikisi pamoja na kata ya Chiwale. Lakini kwa hivi sasa wananchi wanapata huduma ya maji, hali kwa kweli ni nzuri, tofauti na miaka 5 miaka 10 iliyopita. Tunao mradi mwingine mkubwa kabisa wa maji ambao uko ya kijiji cha Chingulungulu, sehemu ambayo ilikuwa haina maji kabisa, lakini tunashukuru tunao maji pale na wananchi wanapata huduma ya maji. Kwa hiyo ninajivunia kuona kwamba nimekuta jimbo letu la Ndanda, kama ulivyosema, na jimbo jipya kabisa, lina umri wa miaka 10 tu sasa hivi, kukiwa na upatikanaji wa maji chini ya 30%, na hivi sasa taarifa za mwisho zinaonyesha upatikanaji wa maji umefikia zaidi ya 76%. Kwa hiyo kadiri tunavyokwenda, naamini tutazidi kufanikiwa. Hatuwezi kufanikiwa kwa 100% kabisa, lakini walau sasa, kwa sababu nchi inakuwa, vijiji navyo vinaongezeka, kwa hiyo kila siku mahitaji yanaongezeka. Na swala la afya likoje haswa? Ninashukuru katika uongozi wangu katika hiki kipindi cha miaka 5 tumefanikiwa kupata zahanati zaidi ya 8 ambazo zimefunguliwa na sasa hivi zinatoa huduma, ikiwepo zahanati ya Chiroro, zahanati ya Ngalole. Hapa juzi tumefanya uzinduzi zahanati ya Nanganga, kwa maana ya kijiji cha Namihungo, imeshaanza kutoa huduma. Lakini pia tunaendelea na ujenzi baadhi ya maeneo. Kwa mfano Chikukwe ndio kata pekee ambayo ilikuwa ina zahanati kabisa. Lukuledi tulikuwa tuna zahanati, lakini zahanati ya Lukuledi ilikuwa ni ya wamisionari. Sasa wananchi wakati tunaibua vipaumbele walitamani kupata zahanati ya kwao. Kwa hiyo tunaendelea kufanya maboresho ya zahanati ile, na sasa hivi imesajiliwa kama zahanati. Lakini serikali imeendelea kuboresha miundombinu ili iweze kupata sifa ya kituo cha afya. Sawa sawa na Mpanyani, kwa maana ya kijiji cha Mpanyani nako tunayo zahanati pale inayotoa huduma za afya za msingi. Lakini kijiji cha Mihima pia tunalo jengo ambalo tunashukuru sana, pia wananchi wa pale wamekuwa wakijitolea kila mara, pamoja na kuungwa mkono na serikali ili kuweza kupata huduma hizo. Na serikali imeendelea kutoa pesa kwa ajili ya kukamilisha maboma ya zahanati ambayo tuliyajenga kwa kutumia mfuko wa jimbo, lakini pia na nguvu za wananchi, ikiwemo kata ya Nango. Tayari serikali imetenga shilingi milioni 50, na juzi tu nilikuwa na Nango kukagua ujenzi hapo ili tuweze kukamilisha lile boma, serikali waje kumalizia, na pesa hiyo tayari imeshafika. Nilikuwa naongea na DMO asubuhi ya leo, anasema tu anataka kuanza sasa taratibu za manunuzi. Lakini tumpokea pesa nyingine kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kikubwa, pamoja na hizi zahanati ndogo ndogo zilizopo vijijini. Lakini kata ya Namajani kata kubwa sana na watu wengi sana kwenye eneo letu, na kama utakumbuka kulikuwa na jengo bovu kabisa pale la kujifungulia kina mama. Kwa hiyo serikali imeridhia na imetoa pesa shilingi milioni 260 ili kuweza kuanza kujenga kituo cha afya kikubwa kabisa bora kwa ajili ya kata ya Namajani. Tulifanikiwa pia kupata kituo cha afya kikubwa ambacho kinaendelea na umaliziaji. Sasa hivi wanatoa huduma za OPD, lakini pamoja na kina mama kujifungulia, isipokuwa kuna dedicated kabisa ward tunayo pale mortuary, ambazo ujenzi wake umekuwa unaendelea unasuasua kwa sababu ya uwezo wa serikali kwa sasa. Lakini serikali imeelekeza na halmashauri ya wilaya Masasi chini ya mwenyekiti wetu ndugu Chiputula wametenga zaidi ya shilingi milioni 25 ili kuweza kukamilisha maboma yale. Na natambua kuna ubovu wa barabara kwenye eneo hilo. Tayari meneja wa TARURA alishaenda kufanya upembuzi pale yakinifu ili kuweza kuona barabara ile inajengwa. Kwa hiyo kimsingi tumefanikiwa sana. Na Chikukwe tulikuwa tumeanzisha boma ujenzi wa zahanati pia kwenye kijiji cha Liloya Juu. Kwa bahati mbaya sana ujenzi ule ulikuwa unasuasua. Wenzetu wa kijiji cha Mwambao wao walifanya haraka sana. Kwa serikali walipokuwa wanapita kufanya ukaguzi kuona ni maboma gani yanatakiwa kukamilishwa, kwa tunafanikiwa kupata pesa za hiyo shilingi milioni 50, na ambayo naamini itaongezwa baadaye ili kuweza kukamilisha sasa, ili kuwa na dedicated kabisa kituo cha afya maalum kabisa kwa ajili ya watu wa kata ya Chikukwe. Sasa kwa sababu umezungumzia swala la barabara, ndio kuna kile kipande kutoka nafikiri kuanzia Namajani mpaka pale maeneo ya Magereza kwenda Chingulungulu. Ndio. Mara nyingi sana kwa mvua kile kipande hakipitiki. Sasa sijui juhudi gani ambazo zinafanyika ili kuweza kufanya lile eneo lipitike
mwaka mzima hata kama ni wakati wa mvua? Hapa karibuni tulipata pesa za dharura za ujenzi wa barabara na maeneo ambayo yalikuwa dedicated ni hayo mawili kwa maana ya kutoka na Majani na kwenda mpaka Chingurunguru. Hilo eneo limekuwa linasumbua sana, lakini utakumbuka pia na kata ya Mpanyani nayo ilikuwa imejifunga. Kwa hiyo kazi imeanza ya kuboresha maeneo hayo. Tayari mafundi wako site sasa hivi na wameshakamilisha ujenzi wa makalvert. Nafikiri hivi karibuni watajaza kifusi ili watu wa kwenda kata Mpanyani kwa maana ya kijiji cha vijiji vyote vilivyoko kata Mpanyani, Mlima na Mbawala na kwingine waweze kufika hapo pasipo usumbufu, na wenyewe watakuwa mashuhuda, na mimi nilikuwa huko jana nimeona kweli hiyo kazi inaendelea. Sasa kwa upande wa Chingurunguru, kama utakumbuka barabara hiyo ilichongwa vizuri kabisa. Na miaka 2 iliyopita 3 palijengwa mpaka madaraja. Nafikiri panaitwa Mtombanga pale chini baada tu ya mpaka wa Magereza. Sasa kwa bahati mbaya sana mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yanaharibu sana miundombinu. Na wewe ndugu mtangazaji utakuwa shuhuda, barabara hizo zilitengenezwa vizuri kabisa. Kwa hiyo meneja wetu wa TARURA naye alikwenda. Wakati ule kama utakumbuka Mwenge ulikuwa upite njia hiyo kwa ajili ya kufika Chiwale. Kwa bahati mbaya sana haikuwezekana. Kwa hiyo kuna maelekezo maalum kabisa kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wetu ili kuweza kuona sasa eneo lile linajengwa tena upya kwa kuinua na kuweka makalavati mengi kabisa ya kutosha pamoja na kuweka vifusi. Na mimi kwa kutumia pesa za mfuko wa jimbo nimeelekeza kwamba katika mwaka huu wa fedha tu concentrate zaidi eneo hilo, kwa sababu ndilo ambalo limekuwa sumbufu mpaka sasa hivi, pamoja na kukatika kwa mvua, lakini eneo hilo bado limekuwa linaleta usumbufu mkubwa sana. Barabara imekatika, imechimbika maeneo mengi, hasa pale kutoka Magereza kile kijiji kinachofuata pamekuwa na kero kubwa sana. Kwa hiyo ni wataki radhi tu lakini wananchi wa eneo hilo, lakini niwaambie kwamba serikali imeona jambo hilo na inalifanyia kazi. Ipo njia ya dharura ya kuweza kupita huko kufika, ambayo ni ndefu kidogo. Na juzi mimi nilikuwa na mkutano na mabalozi wa maeneo mbalimbali, lakini kwa bahati mbaya kabisa tulishindwa kukutana na mabalozi kutoka Msikisi pamoja na Matutu kwa sababu ya ubovu wa barabara. Na msafirishaji alipofika maeneo yale alishindwa kuvuka. Kwa hiyo tutafanya tu utaratibu ambao mabalozi wa maeneo hayo tutawafikia kule waliko, lakini nataka tu kutoa ahadi yangu kwamba kama tulivyofanikiwa maeneo mengine ikiwemo kata ya Mpanyani sasa hivi ambako wanajenga makalavati, na eneo lile tutakwenda kuona namna bora zaidi ya kuliboresha ili liweze kupitika katika kipindi chote cha mwaka. Haya basi, kwa wewe ambaye pengine utapenda kumuuliza mbunge wa jimbo la Ndanda na kazi zake anazozifanya, unaweza kututumia ujumbe wa ile namba 0622562231. Nitarudia ile namba ya 0622562231. Sasa tukiendelea na shughuli za barabara vile vipi njia kutoka Chikuku kwenda Lukuledi ambayo inapita pengine na Sindi? Ndio. Njia kutoka Chikuku kwenda Lukuledi kama inayopita na Sindi Mission kule na Galani. Kama utakumbuka miaka kadhaa iliyopita hapo nyuma tulijenga daraja eneo lile. Na hivi karibuni daraja lilikuwa linaanza kubomoka kwenye nguzo upande mmoja, lakini mafundi wameshafanya marekebisho na mpango ni kuijaza kifusi, kwa sababu unafahamu ile njia ilikuwa ni maeneo ya mashamba ya watu. Sasa zaidi kutokea upande wa Chikuku ilikuwa ni eneo la mashamba kabisa, na pale mtoni palikuwa hapafukiki. Lakini tumeweza kutengeneza eneo hilo na sasa hivi kuna mpango wa kujaza kabisa kifusi ili iweze nayo kutumika mwaka mzima kama ilivyo maeneo mengine. Lakini tumepata mafanikio sana pia kwenye sekta ya miundombinu kwenye barabara. Unatambua barabara ya Chiwale yenyewe imekuwa inasumbua katika vipindi fulani. Kwa hiyo tumefanya huko mkutano na mimi na wananchi tumekubaliana, kwa sababu tumeanza sasa ujenzi wa barabara ya lami kutokea Chiwale, na madhumuni ya barabara ile ni kwamba kadri nitakavyokuwa naendelea kuongoza kwenye mikakati wangu tuhakikishe barabara hiyo sasa inakuja kukutana na barabara kuu inayotoka na Chingwea kwenda Masasi au Masasi kwenda na Chingwea. Kwa hiyo sisi tumeanzia huko mbali tunarudi huko. Na lengo langu lingine ilikuwa ni kuupa ardhi vijiji vya Kivukoni pamoja na Chiwale. Na kama utafahamu pale tunacho kituo cha afya kikubwa kabisa ambacho sasa hivi kinatoa huduma za mionzi pia ikiwemo x-ray. Sasa malengo yangu baadaye ni kupandisha ardhi eneo lile ili liweze kuwa hospitali. Sasa lazima kufanya maandalizi ya kina, na mchakato wa kufanya kituo cha afya Chiwale kwa hospitali kutokana na huduma zinazotolewa imeanza na nadhani wako kwenye hatua nzuri. Kwa hiyo nataka wakaguzi watakapokuja waone kweli kwamba vijiji vya Chiwale na Kivukoni viko kwenye eneo ambalo ni strategic. Wao ndio wazalishaji wakubwa kabisa wa mazao, lakini pia ni eneo ambalo linakuwa sana. Ni kama moja kati ya kata ambazo zina uchumi mzuri, lakini ni moja kati ya kata ambazo kuna watu wa kutosha pale. Sasa hivi tunaendeleza pale, tuna mpango wa kujenga mpaka kituo kidogo cha polisi, na mimi binafsi kwa kupitia mfuko wa jimbo nimeshapeleka tayari vifaa vyote. Ni ucheleweshaji tu unaofanywa na viongozi wetu huko, lakini kimsingi
kazi pale inakwenda vizuri sana. Sasa kwa sababu unaongea na wananchi, na wananchi wana mambo yao mengi wanayoyafikiri au wanayoyapitia katika maeneo yao, huyu Bwana Juma Mgaya yeye tu anauliza kuhusu yeye kama mkulima, kuhusu minada ya choroko imefikia wapi, kama ipo. Lakini ndio minada ya choroko itakuwepo. Na nashukuru kwa kunikumbusha. Nitafanya mawasiliano leo na mkurugenzi mkuu wa bodi ya mazao na watu wa magala ili niweze kujua specifically minada ya choroko itafunguliwa kuanzia lini, sababu sijaona tangazo la ufunguaji wa minada, na naamini wananchi wameanza kuvuna sasa kidogo kidogo. Kwa hiyo nafikiri nitawasiliana naye na nitaweka kwenye peji yetu au fadha nitakujibu. Basi tutakapopata majibu unaweza kashare na wananchi na kuwataarifu kwamba minada hii itafunguliwa lini. Niwatake tu wananchi wapeleke choroko zao makalani ili waweze kupata pesa kutosha. Sasa tukigeukia swala la elimu nalo, katika jimbo lako la Ndanda liko vipi? Ninashukuru sana. Katika kipindi hiki cha miaka 5 kwenye jimbo la Ndanda tumeweza kupata mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Kwanza tumeweza kupata vyumba zaidi ya 130 vya madarasa kwenye shule za sekondari pamoja na shule za msingi vyote kwa ujumla. Lakini hata hivyo katika kipindi hiki tumefanikiwa, moja ya mafanikio makubwa ninayoona ni kitendo kile cha serikali kutenga zaidi ya shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya kwenye zile kata ambazo zilikuwa zinakosa kabisa shule. Kwenye jimbo letu la Ndanda tulikuwa tuna shule ya sekondari kata ya Msikisi, tulikuwa tuna shule ya sekondari kata ya Chikunja. Watoto wa Chikunja walikuwa wanasoma Lukuledi, watoto wa Msikisi walikuwa wanasoma Chikulungulu ambako ndio ilikuwa eneo mama zamani. Lakini hata hivyo tumepata pia shule kwenye kata ya Mwena ambayo wanaita Mwena A, isipokuwa tumeanza kufanya utaratibu wa kutaka kubadilisha jina ibakie kuwa Mwena, lakini shule iliyoko Ndanda ndio iitwe labda Ndanda Day. Alafu Mwena bado watumie jina lao la Mwena kwa sababu zamani watu wa Mwena walikuwa wanasoma Ndanda na kata ya Ndanda na Mwena zilikuwa ni kata moja, mama ilikuwa inaitwa kata ya Mwena, lakini baada ya Ndanda kupewa kata yao bado shule yao ilikuwa inatumia jina hilo. Tumefanikiwa pia kupata shule bora kabisa ya kidato cha 5 na cha 6 kwenye jimbo letu la Ndanda, ambayo shule hii inajengwa wako kwenye tozo umaliziaji. Shule inajengwa kwenye kijiji cha Chikunja. Tunao shule nyingine kwenye kata ya Mlingura ambayo imejengwa karibia na maeneo ya Chikoweti. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tumepata mafanikio makubwa sana. Tunayo madarasa pia ya kutosha, lakini pia tunayo shule maalumu ambayo ujenzi wake umeanza na serikali mashauri kupitia mapato ya ndani imetenga zaidi ya shilingi milioni 300 na kazi hiyo imeanza kwenye kijiji cha Lukuledi A. Kwa hiyo ninajivunia sana kuona kwamba elimu kwa maana ya miundombinu ya elimu tumefanikiwa. Kunazo changamoto kadiri tunavyopita kwenye hayo maeneo. Nikutana na changamoto nyingi, makazi ya walimu. Kwa mfano jana nilikuwa Mpanyani, lakini kwa kweli ukiangalia zile nyumba za walimu wa pale Mpanyani shule msingi ni hoi. Ukiangalia pale Mpanyani sekondari tunayo nyumba ile ambayo ni 2 in 1 wanakaa pale walimu, nazo tunahitaji kufanya maboresho kwenye maeneo haya. Kwa hiyo kimsingi, lakini pia tunazo shule chakavu nyingi. Kwa mfano shule ya Mlingura ni shule chakavu kabisa. Lakini nimeongea na mkurugenzi wetu mpya ndugu Wetanga hivi karibuni, na tumekubaliana shule hizo chakavu tuzifanyie renovation ili ziweze kufanana vizuri. Na kama umepita hivi karibuni wakati wa mbio za Mwenge, tulifanya renovation kwenye shule ya Chikukwe. Ukipita pale utashangaa kwamba tunayo madarasa bora kabisa, lakini kwa sababu haijafanywa renovation kwa muda mrefu yanaonekana kama ni machakavu kabisa. Kwa hiyo lakini pia tumefanya renovation kwenye shule ya Ndanda na Chiwale. Tumefanikiwa zaidi kwenye sekta ya elimu kwa sababu tumepata pia shule mpya maalum kabisa na miundombinu yake yote kamilifu. Haya, basi hivi karibuni umekuwa unakutana na makundi mbalimbali ya wananchi wako kuelezea mafanikio mazima ya kazi ambazo umezifanya, lakini umekutana na mabalozi. Sasa lengo hasa ni nini zaidi? La kwanza, mabalozi hawa ni mabalozi wa Chama cha Mapinduzi. Ile ni it's just a courtesy call. Yaani ni tabia tu ya kiungwana kukutana na wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa nia sasa ya kutaka kuwapa mrejesho kama ninavyofanya hapa kwa kazi zote walizoniagiza kuzifanya katika kipindi cha miaka 5 ili waweze kunipima mimi na wengine ambao wanaweza kujitokeza kupita maeneo yao kwamba mimi ninacho cha kuonyesha nilichokifanya katika kipindi hiki cha miaka 5 iliyopita. Wao mabalozi wana wajibu wa kufahamu vitu hivi. Kwa bahati mbaya sana mabalozi wengine wanaweza kukuta walikuwa wafuatilizi shughuli za maendeleo, hawaoni au hawasikii kule. Kwa hiyo nikaona nitengeneze sababu kabisa ya kuweza kukutana nao, na tumekutana na mabalozi almost 600 wote wa jimbo la Ndanda. Tumeongea,
tumepata chakula kwa pamoja, tumefurahi na baadaye walirudishwa majumbani kwao, na ninaamini wamesikia na wanaendelea kuona kule yanayofanyika kwenye maeneo yao. Nimekutana na mabalozi wa kata zote, lakini sio mabalozi tu, nimekutana pia pamoja na makundi mengine ya wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi. Na kama unavyofahamu sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo pamoja na kutimiza wajibu wangu, kwa sababu ninayo nia ya kutaka kugombea tena, lazima nikutane na wachama wenzangu ili waweze kunipima mimi kwa kazi nilizozifanya, kwa usimamizi mzuri labda wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa kazi nzuri zilizofanywa na Mheshimiwa Rais kwenye eneo letu na usimamizi wake mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na madiwani kwenye kata mbalimbali. Tulikuwa tunafanya mikutano ya pamoja kwa ajili ya kupeleka mrejesho wa ilani. Umezungumzia hapo kwamba unataka tena kurejea. Ndio. Kuliongoza jimbo la Ndanda. Huoni hakuna upinzani wote kule? Tunapoelekea kwenye uchaguzi, kwa siasa ni siasa kwa kweli. Tunapoelekea uchaguzi kwa wote vile hauwezi kukosa upinzani. Lakini namshukuru Mungu mpaka sasa nikiangalia au wanaopita wengi walionipa nafasi ya kupita, yani sioni mpinzani wa kweli ambaye anaweza akawashawishi watu wakamchagua. Sioni. Yani kifupi niseme hivyo kwamba sioni, kwa sababu mimi nimekuwa nasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi na kama tumeweza kutekeleza ilani kwa zaidi ya 85%, ndio kitu kinachonivutia kuendelea kufanya hiyo kazi tena, kwa sababu nafahamu chama kinapoingia kutekeleza ilani haina maana kwamba tumemaliza kero zote, isipokuwa zile ambazo zilikusudiwa kwenye ilani yetu ya 2020-2025 kwenye jimbo la Ndanda zimetekelezwa kwa zaidi ya 85%. Na wajibu wa mbunge, majukumu yake ni matatu msingi. Jukumu la kwanza kuwasemea wananchi, jukumu la pili kuisimamia na kuishauri serikali pamoja na kutunga sheria na katiba pale inapotokea mambo haya yanapofanyika. Sasa kwa majukumu haya matatu walionikabidhi ndio yanapimwa kwa njia hiyo ya ilani. Na huu utafiti wa ilani sio kama mimi nimejitungia, hapana. Watafiti walipopita ili kutengeneza ilani sasa ya 25-30 ndio wakaja na majibu hayo kwamba 2025 tumeweza kutekeleza kwa zaidi ya 85%, na namba hizi hazidanganyi. Lakini sasa tunatengeneza ilani ya 25-30 ambayo itakuja na vitu vingine vipya kabisa. Likely watarudisha vile vingine ambavyo havikuweza kukamilika wakati huo ili tuweze kusonga. Na wananchi wa jimbo la Ndanda watakuwa mashahidi kwamba kazi tuliyofanya ni kubwa, kazi iliyofanywa na Chama cha Mapinduzi ni kubwa, kazi iliyofanywa na Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan nayo ni kubwa, na wana wajibu wa kuniunga mimi mkono, kuwaunga mkono madiwani waliopo maeneo yao, lakini pia kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, kwa sababu haya yote yanafanyika, sisi ni wawakilishi wake. Mimi namwakilisha rais, Mheshimiwa madiwani wanamwakilisha rais, Mheshimiwa madiwani pia wanamwakilisha mbunge kwenye maeneo yao. Kwa hiyo ninaamini wapitaji watakuwa ni wengi tu, lakini wananchi watachagua kilicho bora. Okay, sasa neno lako la mwisho kama unalo. Niwashukuru sana. Mimi ninategemea kuendelea na session za bunge, kuendelea kutimiza ule wajibu walioniagiza wananchi, kwa maana ya kuwasemea, kuishauri serikali pamoja na kutunga budget. Sasa hivi tuko kwenye wakati wa bunge la budget na ni budget yetu ya mwisho, lakini niombe sana kwamba nitarudi kwenu na ninayo nia, kwa sababu ninayo mipango pia. Kuna mambo ambayo tujakamilisha kwenye uongozi wangu. Natamani sana nishiriki hata nishiriki kwenye uchaguzi huu ujao, na ninaamini wananchi wataniunga mkono, kwa sababu zipo kazi ambazo tumezifanya na zinaonekana. Najua watu wengine watapita hapa na pale, lakini hebu tupime na tuangalie kilicho bora, kwa sababu tunapopata viongozi bora, tunapopata viongozi ambao wanatambua wajibu wao, tunapopata viongozi ambao wanawajibika, ni rahisi kupata maendeleo kirahisi. Lakini I have a history, nimekuwa kiongozi kwenye eneo hili, kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kuyafanya. Radio Fadhila mwaka 2025 tumejipanga kukupa kile unachohitaji kukisikia, kuanzia habari, michezo, burudani, matukio mbalimbali ya kijamii, kwamba kwenye kufanya kazi zenu kuna utaalamu wako uliosomea binafsi, lakini kuna kujiongeza, kutumia common sense yako. Kwa pale mnapoona inaweza katumika vizuri, tumieni. Mwaka 2025 tunasema tupo vizuri.